Leo, kama alivyosema mwenzangu, kwa majina ninaitwa Halima Sonda, ni Director of Programs wa mtandao wa utetezi wa haki za binadamu. Kwa kifupi tutakuwa na uchambuzi wa ilani za vyama vya siasa kuhusu katiba mpya na mapendekezo ya Azaki kuhusu uhuishwaji wa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Na haya tunaoenda kuyasoma hapa ni ya mapendekezo yetu sisi wanamtandao, lakini pamoja na asasi zingine za kiraia. Nitaanza kidogo kuhusiana na utangulizi wa mtandao. Kuhusu mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania ni shirikisho lisilo la kiserikali lililosajiliwa chini ya sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2002 kwa upande wa Tanzania bara, lakini vile vile na sheria ya jumuiya ya mwaka 1995 kwa upande wa Zanzibar. Mtandao huu unajumuisha zaidi ya wanachama 300 kutoka Tanzania bara na Zanzibar, ukiwa unawakilisha maeneo 14 ya utetezi wa haki za binadamu, yakiwemo maeneo ya utawala wa sheria na katiba. Mtandao umekuwa ukiratibu mashirika yasiyo ya kiserikali, kuandaa mapendekezo mbalimbali na kuwasilisha kwa serikali kupitia njia mbalimbali, ikiwepo kuratibu asasi za kiraia, kuandaa ilani za uchaguzi na kuwasilisha kwa vyama vya siasa, wadau na serikali. Lengo kuu la mtandao ni kuchangia katika kupanua kulinda nafasi ya kiraia nchini Tanzania kwa kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa watetezi wa haki za binadamu na asasi za kijamii nchini. Dira yake ni kuona mazingira huru ya kikatiba na ya kisheria yanawaruhusu watetezi wa haki za binadamu kufanya kazi zao bila hofu au vizuizi mbalimbali. Chimbuko la ilani ya Azaki. Azaki ni wadau wakuu wa maendeleo, ustawi wa jamii, haki za binadamu, utawala bora, demokrasia, na kutokana na umuhimu huu, tangu mwaka 2014 mtandao wa watetezi wa haki za binadamu uliratibu kwa mara ya kwanza uandaaji wa mwongozo wa pamoja kuelekea uchaguzi, ambao ilani ya kwanza ilitolewa mwaka 2014, ikifuatiwa na ya pili mwaka 2019, na sasa ilani hii ni ya tatu kuelekea uchaguzi za mwaka 2024 na 2025. Tangu mwaka 2014, ilani hizi zimekuwa zikiongozwa na ajenda ya Tanzania tuitakayo, kwa kuweka vipaumbele vya msingi vilivyopaswa kuzingatiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Vipaumbele hivyo vimekuwa vikiibuliwa na Azaki wenyewe na kisha kushirikisha wadau muhimu kama vyama vya siasa, wananchi, tume ya uchaguzi na wadau wa maendeleo. Msingi wa ilani hizi ni kutoa nafasi kwa Azaki na wananchi kubainisha mambo ya msingi yanayopaswa kuzingatiwa na vyama vya siasa wanapoandaa ilani zao, sambamba na kutoa mwongozo wa usimamizi bora wa uchaguzi. Azaki zikiwa ni taasisi huru zilizosajiliwa nchini, zina jukumu la kushiriki kikamilifu katika michakato ya kitaifa kwa kushauri, kukemea na kusaidia inapobidi. Vipaumbele vya ilani ya Azaki vimekuwa siku zote ni upatikanaji wa katiba mpya, utawala bora na haki za binadamu, usimamizi wa rasilimali za umma, kutokomeza rushwa, uchumi jumuishi, kuboresha huduma za jamii kama vile afya, elimu na kulinda tunu za taifa kama vile usawa, amani na utu. Kwa ufupi, historia ya mapitio ya katiba nchini Tanzania. Nadhani wote mnafahamu kwamba tulipata huru mwaka 61, na mwaka huo 61 tulikuwa na katiba ya uhuru wa Tanganyika. Katiba hii ilitokana na azimio ya sheria ya uhuru
iliyopitishwa, azimio ambalo lilipitishwa na bunge la Uingereza na kuanzishwa kama katiba ya awali ya Tanganyika. Katiba hii iliandaliwa na Waingereza nchini Uingereza na kuletwa hapa nchini kaanza kutumika. Hata hivyo, ilikuwa na mapungufu makubwa, ikiwemo kutegemea maamuzi mengi kutoka Uingereza chini ya Malkia ambaye ndiye alikuwa mkuu wa nchi kwa kipindi hicho. Katiba ya pili ni ya mwaka 1962, katiba ya Jamhuri. Utungaji wa katiba hii haukuhusisha wananchi wa kawaida, bali uliendeshwa na wabunge 71 wa chama cha TANU waliokuwa bunge maalum la katiba. Katiba ya mwaka huu 1962 iliunda mfumo ambao rais alikuwa ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na kiongozi wa serikali, huku baraza la mawaziri na waziri mmoja mmoja walikuwa wanawajibika moja kwa moja kwa rais na badala ya kuwajibika kwa bunge. Katiba ya tatu ni ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ya mwaka 1964. Katiba hii ilikuwa ya kwanza ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, iliyotokana na makubaliano ya muungano yaliyofanywa kabla ya kuanzishwa kwake tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Katiba hii iliunda mambo 11 ya muungano ambayo kwa sasa yameongezewa au yameongezeka hadi kufika 22. Katika kuanzishwa kwa muundo wa serikali mbili, rais wa Zanzibar aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na mjumbe wa baraza la mawaziri. Katiba hii ilianzishwa kwa tamko la rais na kuridhiwa na bunge la Tanganyika na baraza la wawakilishi la Zanzibar, ikizingatiwa kuwa muda wa mwaka mmoja pekee, huku ikiweka utaratibu wa kuandaa katiba ya kudumu kupitia tume ya katiba na bunge la katiba. Tume hii ya kwanza ya katiba ya Tanzania ilikuwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rashidi Mfaume Kawawa. Baada ya katiba ya mwaka 64, katiba nyingine ya mwaka 65, katiba ya muda ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au interim constitution. Katiba hii inafahamika kama katiba ya mpito na ilirasimisha mfumo wa chama kimoja cha siasa. Ingawa wakati huo kulikuwa na vyama viwili, kwa maana ya Tanganyika ilikuwa chini ya Tanganyika African National Union kwa maana ya TANU, lakini pia Zanzibar ilikuwa chini ya Afro Shirazi Party ASP. Katiba ya chama cha TANU ilijumuishwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ilitokana na mchakato wa tume ya rais ya katiba iliyokusanya maoni baadhi ya wananchi. Baada ya muda mambo ya muungano yalianza kuongezeka na kupelekea kuwa na mjadala endelevu, na hadi sasa kumekuwa na mjadala mpana kuhusiana na swala la muungano. Ni moja ya ajenda ambazo ni hot kwenye masuala ya katiba mpya. Baada ya katiba mwaka 65 ndipo sasa tukapata katiba yetu ya kudumu ya sasa hivi, katiba ya mwaka 1977. Katiba hii ilipatikana kupitia tume ya rais iliyokuwa na wajumbe 20, 10 kutoka Tanzania bara na 10 kutoka Zanzibar, na ilikuwa inaongozwa na Sheikh Thabit Kombo na katibu wake akiwa ndugu Pius Msekwa. Tume hii ilianza na kazi ya kutunga katiba ya CCM ambayo ilizaliwa baada ya kuunganishwa vyama vya TANU na ASP tarehe 5 Februari 1977. Katiba yenyewe ilijikita katika misingi mikuu mitatu ambayo ni urais, mfumo wa chama kimoja cha siasa na muundo wa serikali mbili. Katiba hii ilipitishwa na bunge maalum lililoteuliwa na rais kutokana na bunge la kawaida. Katiba hii imefanywa mabadiliko mara 14 tangu ilipopatikana. Kwa tangu mwaka 1977 katiba hii imeshafanywa marekebisho au amendments mara 14. Sasa mabadiliko hayo nitaeleza pia kwa kifupi michakato mbalimbali ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 1977. Mabadiliko haya madogo ya katiba yaliyokuwa yanafanywa kupitia utungwaji wa sheria. Kulikuwa na sheria maalum ambazo zilikuwa zinatungwa na bunge kwa ajili ya kurekebisha jambo fulani kwenye katiba kama ambavyo nitaeleza hapa. Na michakato hii haikuhusisha sana ushirikishwaji wa wananchi, na
ni tofauti pia hii michakato na utengenezaji wa katiba mpya au utungwaji wa katiba mpya. Kwa haya ni mabadiliko tu ambayo sheria ilitungwa, ikapitishwa na bunge na kusainiwa na rais, kwa sababu mnafahamu kama sheria ili iwe sheria baada ya kutungwa na bunge lazima isainiwe na rais. Kwa hiyo kuna sheria ambazo zinatungwa kwa ajili ya marekebisho ya hiyo katiba. Mabadiliko ya kwanza ni ya mwaka 1979. Kwa hiyo ni miaka miwili tu baada ya kupata katiba ya kudumu, mabadiliko ya kwanza yalifanyika. Mabadiliko haya yalifanyika kwa kuandikwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 baada ya miaka hiyo miwili, na jambo kuu katika haya mabadiliko ni kuanzisha kwa mahakama ya rufani inayofanya kazi Tanzania bara na Zanzibar. Mahakama ya rufani inafanya kazi kwa maana inapokea mashauri yote kutoka upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo ndio marekebisho ya kwanza ya mwaka 79. Mabadiliko ya pili ni ya mwaka 1980. Kutokana na changamoto zilizokuwepo katika muungano, mabadiliko haya yalilenga kushughulikia kero hizo za muungano, hasa masuala yaliyoibuka kutoka Zanzibar. Lengo lilikuwa kuimarisha muungano, lakini kwa bahati mbaya marekebisho haya hayakufanikisha jambo hili na kupelekea marekebisho mengine ya tatu ndani ya mwaka huo, mwaka 1980. Kwa hiyo mabadiliko mengine ya tatu yalifanyika mwaka 1980. Mabadiliko haya yalikuja kuweka sawa mfumo wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, mfumo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na muundo wa baraza la wawakilishi. Baada ya marekebisho mengine yamefanyika mwaka 1982. Mabadiliko hayo yalizingatia zaidi kuimarisha mfumo wa utawala wa serikali za mikoa. Kupitia marekebisho haya uliweka utaratibu rasmi wa uteuzi wa wakuu wa mikoa ambao tunao hadi hivi sasa katika kila mkoa wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kupitia marekebisho ndo uteuzi wa wakuu wa mikoa ukaanza. Mabadiliko mengine ya tano ya katiba yalifanya mwaka 1984. Mabadiliko haya yalikuwa ni makubwa sana na ya kihistoria kwa sababu ndio marekebisho yaliyotambua rasmi haki za binadamu ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mabadiliko haya, sura mpya ya haki za binadamu na wajibu au Bill of Rights tunasema wa kila raia iliingizwa katika katiba, na hivyo kuweka msingi wa kikatiba wa kulinda hadhi, uhuru na haki za msingi za binadamu. Hatua hii ilifungua ukurasa mpya wa maendeleo ya kikatiba nchini kwa kuainisha katiba na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na kuwa nguzo muhimu katika ujenzi wa demokrasia na utawala wa sheria nchini. Kabla ya hapo sio kwamba haki za binadamu hazikuwepo, zilikuwepo, isipokuwa zilikuwa zijawekwa kwenye katiba rasmi. Sasa kupitia mabadiliko ya mwaka 1984 haki za binadamu pamoja na wajibu wa msingi wa kila raia uliwekwa kwenye katiba, ambao pia ni takwa la hiyo mikataba ya kimataifa mbalimbali ambayo Tanzania ilikuwa tayari imesharidhia na wakati huo. Mabadiliko ya sita yalifanyika mwaka 1990 na yalianzisha tume ya kuajiri mahakama. Msingi mkubwa wa haya mabadiliko, tume ya kuajiri ya mahakama ilianzishwa ikilenga kuhakikisha uteuzi wa haki na uwajibikaji ndani ya mfumo wa mahakama. Marekebisho haya pia yalipiga marufuku maamuzi ya tume ya uchaguzi kuhojiwa katika mahakama au na chombo kingine chochote pale ambapo tume hiyo ilitoa maamuzi kuhusiana na malalamiko yaliyohusiana na uchaguzi wa ubunge. Baada ya mabadiliko hayo pia mwaka huo 90 pia kulikuwa na mabadiliko mengine tena. Mabadiliko ya saba ya mwaka 1990. Mabadiliko haya yaliweka masharti mapya kuhusu mchakato wa uchaguzi wa rais wa Zanzibar, na marekebisho haya yaliruhusu uteuzi wa mgombea mmoja tu kwa kila uchaguzi kwa maana Zanzibar, ambapo mgombea huyo alikuwa anateuliwa na kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa. Baada ya uteuzi huo alikuwa anaidhinishwa na halmashauri kuu ya taifa ya chama ili kuidhinishwa, na baada ya hapo wananchi walikuwa wanapiga kura ya ndio au hapana kwa mgombea huyo. Kura za ndio zikiwa nyingi anapita, zikiwa nyingi za hapana zikiwa nyingi anakuwa hajapitishwa, lakini haijawahi kutokea kwamba hajapitishwa. Mabadiliko mengine ya 8 sasa yalifanyika mwaka 1992. Katika mabadiliko haya ya huu mwaka, Rais Ali Hassan Mwinyi aliunda tume ya kuangalia mfumo bora wa siasa nchini ikiongozwa na marehemu Jaji Mkuu Francis Nyalali.
tume hiyo ilifanya kazi nzuri sana ikisafiri nchi nzima kukusanya maoni ya wananchi. Kutokana na kazi yake, tume ilipendekeza mambo kadhaa ikiwemo haja ya kufutwa kwa sheria 40 kandamizi. Ilipendekeza hizo sheria zifutwe. Aidha, tume ilipendekeza kuzifanyia mabadiliko makubwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile katiba ya Zanzibar. Mengi ya mapendekezo ya tume hii hayakukubaliwa na serikali isipokuwa pendekezo kuu la kuachana na mfumo wa utawala wa chama kimoja cha siasa kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa ndio lilifanywa kazi. Mabadiliko haya yalikuja wakati huu ambao kuna vuguvugu kubwa sasa la mabadiliko la kidunia kuelekea demokrasia ya vyama vingi. Mabadiliko haya yalifuta rasmi mfumo wa chama kimoja nchini na kuanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa. Vile vile kupitia mabadiliko muundo wa bunge la muungano ulibadilika na kuanzisha viti maalum vya wanawake 15% na 5 kutoka baraza la wawakilishi. Usajili wa vyama vya siasa na uteuzi wa wagombea kupitia vyama vya siasa ulianzishwa kutokana na mabadiliko ya mwaka huu 1992. Mabadiliko ya 9 yalifanyika mwaka 1993 ambapo mabadiliko haya yalifanywa kwa kurekebisha utaratibu wa uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutamka kuwa rais anaweza kuondolewa kwa kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye. Kuanzisha pia nafasi ya waziri mkuu ilianzishwa kikatiba na namna ya kumuondoa kwa kura ya kutokuwa na imani naye. Kwa hiyo mabadiliko yalianzisha utaratibu wa kuweza kumuondoa rais au waziri mkuu kwa bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Mabadiliko mengine ni ya mwaka 1994. Haya ni mabadiliko ya 10. Mabadiliko haya yalihamisha chaguzi za madiwani na kuweza kufanyika pamoja na uchaguzi wa rais na wabunge. Pia mabadiliko haya yaliipa mamlaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kusimamia chaguzi hizo. Kwa hiyo kutoka kwenye mwaka 94 ndio uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani kwa unafanyika kwa pamoja. Mabadiliko ya 11 yalifanyika pia mwaka 1994 ambapo mabadiliko haya yalitokea wakati nchi ilipokuwa ikijiandaa sasa kwa ajili ya uchaguzi wa vyama vingi ule mara ya kwanza mwaka 1995. Na mapendekezo yalitokana na ushauri wa tume ya Jaji Mark Bomani iliyopendekeza kuwepo kwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano ambaye angechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hili, rais wa Zanzibar aliacha nafasi ya makamu wa rais, lakini aliendelea kuwa mjumbe wa baraza la mawaziri. Mabadiliko mengine yalifanyika mwaka 1995 ni mabadiliko ya 12 ambapo kwenye mabadiliko hayo ya mwaka 95 yaliweka utaratibu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na makamu wake, waziri mkuu na rais wa Zanzibar kula kiapo cha kulinda muungano. Mabadiliko haya yaliweka ukomo wa rais kuwa ni vipindi viwili vya miaka 5 ambavyo hivi sasa vipo. Rais wa chama fulani akigombea mwaka huu akishinda atawala miaka 5, chama chake kimlisha tena akigombea awamu ijayo miaka 5 ya mwisho. Haiwezi kuzidi hapo. Ni kupitia mabadiliko ya mwaka huu. Lakini mabadiliko mengine ya 13 ni ya mwaka 2000. Mabadiliko haya yaliweka utaratibu kuwa rais anaweza kuchaguliwa na kutangazwa mshindi kupata kura zozote zile ilimradi awazidi wengine. Kabla ya mabadiliko haya mgombea urais asingeweza kutangazwa bila ya kuwa amepata kura 51%. Kwa hiyo mabadiliko haya yaliondoa hicho kigezo au hilo takwa hilo hitaji. Baada ya mabadiliko hayo sasa yalimpa rais uwezo wa kuteua pia wabunge 10 wa bunge la Jamhuri ya Muungano. Vile vile mabadiliko hayo yaliongeza viti maalum vya wanawake kutoka 15% hadi 20%. Mabadiliko ya mwisho ya kwenye katiba ambayo yalifanyika kisheria ni mabadiliko ya 14 ya mwaka 2005 ambapo kwenye mabadiliko haya yaliongeza viti maalum vya wanawake kutoka 20% hadi 30%. Pia mabadiliko haya yaliweka bayana zaidi uhuru wa kuabudu, uhuru wa kushirikiana na watu wengine, uhuru wa maoni na kujieleza na kuondoa vizuizi vyote vilivyokuwepo kwenye katiba. Mabadiliko haya pia
yaliweka utaratibu wa kuteua wabunge wa viti maalum viti maalum vya wanawake kutegemeana na uwiano wa ushindi wa kila chama katika kura za ubunge majimboni. Sasa baada ya haya mabadiliko 14, kutokana na kwamba vuguvugu lilikuwepo na kama mnavyoona kwamba mabadiliko yamefanyika mara 14, manake takwa la kuhitaji katiba mpya liliendelea kuwepo kama ambavyo tumeeleza hapo awali. Ndio sasa mchakato wa mwaka 2011 wa katiba mpya ambayo iliishia njiani ulianza. Sawa? Naendelea. Okay. Sasa baada ya mabadiliko ya mara 14, mchakato wa mwaka 2011 ulianza. Na ulianza vipi? Nitaeleza pia kwa kifupi. Mchakato huu ulianza pale ambapo rais wa awamu hiyo, awamu ya 4, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipokuwa anahutubia hotuba yake ya kuaga mwaka 2010, alihutubia kwamba serikali iko tayari kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Na mchakato wa katiba mpya sasa ulitungiwa sheria. Sawa? Kwa hiyo ulipotungiwa sheria ilikuwa inaitwa sheria ya marekebisho au sheria ya mabadiliko ya katiba namba 8 ya mwaka 2011. Sheria hii ilianzisha tume ya mabadiliko ya katiba chini ya Judge Joseph Sinde Warioba, ikihusisha wajumbe 32 kutoka Tanzania bara na Zanzibar, wakiwemo wanasiasa, wasomi, azaki, viongozi wa dini na makundi mengine ya kijamii. Tume ikiwa na sekretari, ilikuwa pia na sekretarieti yake, iliongozwa na Asa Ahmed Rashid ambaye alikuwa ni katibu, na Kasmini Sumba Mkiuki ambaye alikuwa ni naibu katibu. Ilipewa miezi 18 hadi miezi 20 kukusanya maoni ya wananchi na kuandaa rasimu ya katiba mpya. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, kupitia hii sheria ya mabadiliko ya katiba, tume ilipewa miezi 18 hadi 20 kwa ajili ya kuandaa rasimu ya katiba mpya, na ilifanya hivyo. Sasa rasimu ya kwanza, iliandaa rasimu ya kwanza, lakini baadaye kaandaa pia rasimu ya pili. Baada ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi, tume ya mabadiliko ya katiba iliandaa rasimu ya kwanza iliyoakisi maoni hayo. Rasimu hiyo iliwasilishwa kwenye mabaraza ya katiba ya wananchi kwa uhakiki na maboresho zaidi. Baada ya mchakato huu, tume iliandaa rasimu ya pili ya katiba ambayo iliwasilishwa kwa rais Jakaya Mrisho Kikwete, kwa sababu ilikuwa ni takwa la kisheria, mnamo Disemba 2013. Rasimu ya pili ya katiba iliboresha zaidi mapendekezo ya rasimu ya kwanza, ikizingatia maoni ya wananchi katika hatua mbalimbali. Sasa baada ya kuandika hiyo rasimu na kuwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais, sheria pia ilitaka tume kuwasilisha hiyo rasimu bungeni. Sheria ya mabadiliko ya katiba ilianzisha bunge maalum la katiba, na ilikuwa na wajumbe kutoka makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa ni wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kundi la pili lilikuwa na wajumbe wote wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar, na kundi la tatu lilihusisha uteuzi wa wajumbe 201 walioteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kutoka makundi mbalimbali ya kijamii hapa Tanzania. Makundi hayo ya kijamii yalikuwa ni azaki, taasisi za kidini, vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu, taasisi za elimu, makundi ya watu wenye ulemavu, vyama vya wafanyakazi, wafugaji, wavuvi, wakulima na makundi mengine yenye malengo yanayofanana. Hata hivyo, uteuzi wa wajumbe 201 ulilalamikiwa kwa kuwa sheria ilimpatia rais mamlaka uteuzi wa mwisho wa hawa wajumbe ambao makundi ambao nimeyataja hapo juu, jambo lililopunguza madaraka ya wananchi kuchagua wawakilishi wao ambao walikuwa wanawataka wenyewe. Aidha, uteuzi huu uliendeleza utaratibu wa kuteua wanasiasa katika makundi ambayo kimsingi hayakupaswa kushiriki kama wawakilishi, sababu tunajua makundi ya wanasiasa kwa wengi ndio yanapelekea muda mwingine kukwama kwa mchakato. Sasa kama ambavyo nimesema, sheria iliipa tume kuandaa hizo rasimu, lakini pia sheria ilisema kwamba lazima tume itawasilisha hiyo rasimu katika bunge maalum la katiba baada
ya rasimu kwa imewasilishwa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sasa rasimu ya katiba baada ya mchakato wa kukusanya maoni kukamilika na rasimu hiyo kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba aliwasilisha rasimu ya katiba hiyo ndani ya bunge maalum la katiba, na baada ya kuwasilishwa hiyo rasimu kwenye bunge maalum la katiba, majadiliano yalifanyika na michakato ya namna hiyo, na ilipelekea kupitishwa kwa katiba pendekezwa ambayo tarehe 2 Oktoba 2014 bunge maalum la katiba lilipitisha katiba pendekezwa iliyozinduliwa rasmi tarehe 8 Oktoba 2014. Habari za saizi tena. Ya, tumesema walau mpate hiyo background. Manake haya masuala ni mazito, lakini wakati mwingine tunashindwa kusonga mbele kama taifa kwa sababu ya kutokufahamu vizuri historia, lakini kutokufahamu vizuri shida zimeanzia wapi. Unapotaka kutibu mgonjwa ni lazima ujue ugonjwa uko wapi na kwa kiasi gani, ndio tunafanya diagnosis. Actually utangulizi huu awali uliotolewa na wenzangu unalenga kwa sehemu kubwa kuelimisha nyinyi waandishi wa habari ambao ndio mnapaswa kuwa sehemu ya kuendesha ajenda za kitaifa, lakini pia kuwakumbusha Watanzania na viongozi wetu wote kwamba si kosa, si dhambi kufanya mabadiliko ya katiba. Manake ni nini? Kama nchi ndani ya miaka 60 tumeweza kuwa na katiba 5. Katiba ya 61, 62, 64, 65, 77. Hizo ni katiba 5. Lakini katiba ya 77 kama ilivyoelezwa hapa imefanywa mabadiliko madogo mara 14 mpaka mwisho 2005. Sasa ni nani huyo ambaye haoni kwamba kuna umuhimu wa kuwa na katiba mpya miaka 60, miaka zaidi ya 40 baadaye? Kwa sababu katiba mpya ya mwisho ni ya mwaka 77. Sasa hivi tunazungumza takriban miaka tunaelekea toka 77 mpaka leo tunazungumza miaka karibu 40 na kitu, si ndio 45 Ni miaka mingi. Kama tuliweza kupata katiba, tufanya katiba 5 ndani ya miaka 10 na toka 61 mpaka 77, miaka 17 tulikuwa na katiba 5. Tunashindwa nini baada ya miaka 45 kuwa na katiba mpya? Msingi huo unatuonyesha kwamba katiba ni jambo ambalo linaweza likabadilika, lakini viongozi wakiwa na nia na utashi wa kusikiliza yale ambayo yanasukuma mabadiliko hayo na kufanyia kazi, tuna uwezo wa kuwa na katiba mpya kama tulivyofanya. Imagine tumekuwa na katiba 5 mpya, hatukuwahi kupigana. Tumefanya marekebisho 14, hatukuwahi kupigana, hatukuwahi kusukumwa na vita na mapigano kama zinavyofanya nchi zingine kuwa na katiba mpya. Tumependa sana kukumbusha hiyo historia ili tuweze kuwa pamoja na nyinyi waandishi. Leo tumesema tufanye tathmini hii pamoja na nyinyi kwa sababu ndio muda mwafaka. Huu ndio muda mwafaka ambao tunapaswa kuzungumza masuala kama haya ya kitaifa. Lakini kama alivyoeleza sasa, baada ya katiba pendekezwa kupatikana, lazima tujikumbushe tumekwama wapi. Kwa nini ule mchakato wa 2014-15 ulikwama? Bila kujikumbusha tulikwama wapi, hatutaweza kwenda kupata katiba mpya au mchakato ambao tunakwenda kuanzisha. Lazima either urudi kule kule tulikokwama au uwe na matatizo zaidi ya yale ambayo tuliyaona kwenye mchakato ambao ulikwama, lakini ulituachia katiba 2 ambazo zimetokana na maoni ya makundi ya kijamii. Sasa mkwamo, baada ya uchaguzi ule wa mkuu wa 2015, viongozi waliochaguliwa walikosa kipaumbele cha kukamilisha mchakato wa katiba. Licha ya ilani ya chama tawala kuahidi hivyo, mkwamo wa upatikanaji ulisababishwa na mambo mengi yafuatayo. La kwanza, changamoto zilianza wakati wa uwasilishwaji wa rasimu ya katiba hii bungeni, ambapo tuliona kulikuwa kuna mvutano kati ya viongozi kuanzia rais, viongozi wa bunge la katiba na watu wa kamati ya
ya mabadiliko ya katiba, tume ile kina Warioba, nadhani wote mnakumbuka nini kilitokea pale bungeni. Hapo ndio tulianza kuona kwamba kuwa na matumaini hafifu ya kuwa na katiba ya wananchi. Hiyo ni sababu mojawapo. Sasa hiyo sababu itukumbushe kwamba hatupaswi kurudi kwenye kuwa na mchakato wa namna hiyo ambao baadhi ya viongozi au watu wachache wanaweza wakarudisha mchakato mkubwa kama ule uliotumia rasilimali nyingi za nchi na muda, wakaturudisha nyuma kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Lakini la pili, aidha kutokuwepo na mwafaka wa kikatiba na wa kitaifa ndani ya bunge lile la katiba, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla, ulichangia kwa sehemu kubwa kutokuendelea kwa huo mchakato. Ndugu waandishi na Watanzania, mtakumbuka kabisa bunge lile lilisababisha kukawa na makundi mawili au kawa wakatoka kwenye mchakato wote ule wa upatikanaji wa katiba. Condition namba moja au tunaweza tukasema jambo ambalo linapaswa kuzingatiwa ni kuwa na umoja, kuwa na maridhiano. Duniani kote zile standard za kupatikana kwa katiba mpya wanasema lazima tutengeneze katiba tukiwa tumeridhiana. Sasa kukosekana kwa maridhiano ulianza kuonekana kule bungeni, na tutakuja kueleza tukatengeneza mpasuko. Kwa hiyo kukosekana kwa maridhiano bungeni kukatengeneza sababu nyingine iliyochangia sasa kukwama kwa mchakato wa katiba ni mpasuko huu mkawa mkubwa sana katika taifa. Mpasuko huu uliendelezwa na ukachukua sasa sura ya kitaifa kuanzia bungeni mpaka baadaye ukawa walipotoka nje ikawa sasa ni swala la kitaifa, mvutano mkubwa. Na tukaona wabunge wa wawakilishi Zanzibar ukagawanyika pia kwa wakati swala la muungano Zanzibar na huku bara, na baadaye tukaona imegusa mambo mengine makubwa ya kitaifa ambayo yamekuwa siku zote ni changamoto inapokuja swala la katiba mpya, kwa mfano swala la muungano na mambo mengine. Sasa mpasuko huu wa bunge ukafanya kabisa swala la katiba mpya iwe ni ndoto isiyoweza kukamilika katika taifa letu. Na ni kwa sababu tutakuja kuelezea tulikosea katika muundo wa bunge la katiba duniani kote. Utakumbuka, nitolee mfano wa Uganda 1993 mpaka 95. Uganda walianza kutengeneza katiba yao 93 mpaka 95, lakini mjadala uliokuwepo kule ni aina gani ya muundo wa bunge la katiba, kwa sababu chombo kisheria ambacho kinapaswa kutunga sheria kwa nchi nyingi duniani ni bunge la katiba. Sasa muundo wa bunge la katiba duniani kote umekuwa ni changamoto ya kufifisha michakato ya katiba. Kwa hiyo wakaona kwamba tunafanyaje tupunguze wanasiasa kwenye bunge la katiba, kwa sababu wanasiasa wakati zote huwa wanajifikiria mambo yao ya hapa na pale ya uongozi. Wanaweza kawa wachache wenye kufikiria taifa miaka 150 inayokuja. Kwa hiyo wakatengeneza utaratibu wa watu kupigiwa kura kwenye majimbo, utaratibu wa kwenda wawakilishi wa majimbo ambao watapigiwa kura, ingawa sehemu kubwa pia walirudi tu tena wale wa chama cha Museveni NRM kwa sehemu kubwa, lakini kulikuwa kidogo na mvutano na uwakilishi wengine wa watu wengine ukaweza kuwepo kwenye lile bunge. Lakini wakaweka vizingiti vikali kwamba ukiingia kwenye kamati kwenye bunge la katiba ni sharti kwamba kwenye chaguzi zinazokuja usishiriki walau miaka kadhaa. Kwa kidogo hiyo ikapunguza watu kuingia kwenye michakato wakiwa na mitazamo ya kisiasa. Na hii sasa tutaona kwa namna gani imekuhamisha. Ndio maana nasema ilikuhamisha sisi, kwa sababu muundo wa bunge la katiba lilivyokaa lilikuwa limekaa kisiasa zaidi. Kwanza lilikuwa limeundwa zaidi na chama kimoja, lakini na ongeza pia wakaongezeka tena wanasiasa wengine wa vyama vingine. Kwa hiyo ikawa ni mvutano wa kisiasa badala ya kuwa ni chombo kubwa cha kitaifa cha kujadili mustakabali wa taifa, hasa unapokuja swala la katiba mpya. Kwa hiyo changamoto ingine ni mchakato wa upatikanaji katiba kufanyika karibu sana na uchaguzi. Kama wote mligundua, kosa tulilofanya ni kufanya mchakato wa katiba mwaka 2014, tunaanza uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda 2015 uchaguzi mkuu. Wakati watu wana moyo, wana majoto, wana kila kitu, kila mtu anafikiria ubunge, urais, udiwani. Sasa hiyo ni kosa kubwa ambalo tulifanya kama taifa.
Na ukijaribu kuchunguza utakuta hiyo ndio imepelekea mchakato ule usifike popote. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wanasiasa walikuwa wanaangalia uchaguzi wao zaidi. Na kama wanasiasa wanaangalia uchaguzi wao zaidi, isingekuwa rahisi kwa wao kukubali katiba mpya ipite, wakati katiba mpya ilikuwa inakwenda kufumua mambo mengi ya kisiasa, mambo mengi ya kiutawala, kimuundo. Kwa mfano, mamlaka ya rais, madaraka ya rais, tulikuwa tunasema mawaziri wasiwe wabunge, wasiwe mawaziri. Kuna mambo mengi ambayo kisiasa, kwa mtu anayetaka kuwa mbunge kesho, anataka kuwa waziri, anataka kuwa rais, lazima angeona huu mchakato kwake ni nuksi, au tunaweza kusema ni uzio mkubwa wa maslahi yao. Kwa hiyo maslahi binafsi yakatawala ya kisiasa, kwamba huu mchakato hauna tija kwa makundi kadhaa ya viongozi na wanasiasa. Kwa hiyo ikawa ni sababu kubwa ambayo lazima tujifunze kwamba tukitaka katiba mpya ambayo itakuwa ina maslahi ya kitaifa kwa miaka 50, isiyoongozwa na maslahi ya kisiasa ya kesho kutwa, tupate katiba wakati hatufikirii masuala ya uchaguzi. Ikiwezekana baada tu ya kutoka kwenye uchaguzi, ndani ya mwaka mmoja katiba yetu ipatikane. Lakini changamoto nyingine ni kwamba tukumbuka kwenye hilo kwamba masuala ya uchaguzi tulikuwa tume ndio ilikuwa imepewa mamlaka ya kusimamia kura ya maoni. Tunakumbuka tume hiyo ndio wakati huo ndio inafanya masuala ya kuandaa uchaguzi, sijui daftari la wapiga kura. Wakati huo tunataka tena ndio wafanye nini? Wasimamie ile kura ya maoni ya kupitisha katiba mpya. Kwa namna yote au nyingine, ule ungekuwa ni mvurugano mkubwa sana, au kuwa wakati mzuri, na ndo tuseme tu kasoro. Hizi ndio sababu ambazo zimeturudisha nyuma. Lakini sababu nyingine ni kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Viongozi waliofuata baada ya uchaguzi wa 2015, kuanzia Rais marehemu John Pombe Magufuli, yeye alisema kabisa kipaumbele katiba sio kipaumbele chake. Pamoja na kwamba ilani ya CCM ilikuwa imeweka ilani imesema kabisa watamalizia mchakato, lakini kuanzia 2016 kwa alisema swala la katiba sio kipaumbele. Na tuliona kweli kwenye katiba, kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020 hawakuweka swala la katiba mpya. Pamoja na viongozi wengine wote waliofuata, swala la katiba likaonekana sio swala la kufanyiwa kazi, sio la muhimu. Wakaacha maslahi ya wananchi, hitaji la wananchi la muda mrefu kwa na katiba mpya, wakaenda na mahitaji yao ya kisiasa zaidi, kitu ambacho ni kinyume kabisa na misingi ya kikatiba na utawala bora. Kwa hiyo ni sababu nyingine pia kwamba kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa kwa viongozi wa nchi ni ngumu sana kupata katiba ambayo tunaitaka. Na ndio maana JK pamoja na sasa hivi kulaumiwa hapa na pale, kitendo cha mwaka 2014, mwaka 2011 kutangazia bunge na mchakato kuanza, kwa kweli hilo jambo mwenyewe yeye kama kiongozi lilimpa heshima kubwa sana kwa kuanzisha ule mchakato, lakini ikaja kuharibika pale aliposhindwa kumaliza mchakato huo. Kwa hiyo rais yoyote ule ambaye atawapa Watanzania katiba mpya, katiba ambayo inatokana na maoni ya wananchi, atajijengea heshima ya kudumu sana katika taifa hili. Na sisi tunaomba, ndio maana tumekuja kuzungumza na nyinyi kwamba tuwakumbushe kwamba sasa swala la katiba mpya ni swala ambalo tusitegemee sana utashi sana wa viongozi, kwa sababu ndio hiyo kwamba tunakubaliana hapa, kesho wakibadilika tunakwenda kwingine. Ya msingi, kumekuwepo na makundi katika jamii ambayo wao swala la katiba kwao ni tishio kubwa sana. Makundi ambayo yananufaika, makundi ambayo kwa namna moja au nyingine kwao mabadiliko ni tishio kwa maslahi yao binafsi. Haya yapo na yameendelea kukwamisha sio tu katiba mpya, mabadiliko mengi tu ambayo sisi kama Watanzania tumekuwa tukipigania. Kwa lazima tutambue na lazima tuseme ukweli, na lazima tuwashauri viongozi wetu watambue kwamba wao ndio tumewapa ridhaa ya kulinda nchi na katiba na sheria za nchi. Kusiwe na makundi mengine ya pembeni ya nje ambao yanataka kuona nchi inabakia kama ilivyo, badala ya kubadilisha nchi endane na dunia inavyokwenda na mambo mengine na kuzingatia maslahi ya wananchi. Kwa hilo lalo tulichukulie. Tunapokwenda kwenye katiba mpya, tusisahau hilo. Kama watashindwa kuzuia mchakato wa katiba, basi watakachoweza kufanya ni kushawishi mchakato wa katiba uanze
na mambo yao yale yale yakabaki kama yalivyo. Kuna mawili hapo. Wakishindwa kuzuia mchakato wa katiba, hata kama tukianza mchakato wa katiba lazima tuwe makini na makundi haya. Kwa sababu tunaweza tukapata pia katiba ambayo sio ile ambayo tulikuwa tunaitaka. Kwa hiyo ni vizuri, na ndio maana tunawaambia Watanzania na nyinyi waandishi wa habari tukutambue kwamba mchakato wa katiba haupaswi kuwa jambo la kundi fulani. Mchakato wa katiba unapaswa uamuliwe, na tumeshafanya hivyo kwa sababu tume ya Warioba ilizunguka nchi nzima. Wananchi walishaamua wanataka katiba mpya. Sasa isitokee kundi au mtu yoyote akaturudisha nyuma. Lazima tufike mahali tuzungumze kwa uchungu. Tuzungumze kama Watanzania ambao tunapenda kuilinda taifa letu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja. Na tusiangalie maslahi yetu ya leo ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kifedha, badala ya kuangalia nchi miaka 50, 100 inayokuja. Lakini jambo la mwisho ambalo limetukwamisha ni kuwemo kwa mambo makubwa ya kitaifa yaliyokosa mwafaka wa kitaifa. Mfano swala la mifumo ya kisiasa, kiuchaguzi, lakini muundo wa uongozi wa nchi, swala la muungano. Haya ni mambo ambayo pia lazima tuyaangalie, kwa sababu hata leo tukifanyia kazi changamoto zingine, lakini haya mambo makubwa ambayo yameleta mvutano wa kitaifa lazima yamechangia, kwa sababu hatakuwa na mwafaka. Kwa mfano serikali, muundo wa muungano, hatakuwa na mwafaka. Hatakuwa na mwafaka namna gani tutengeneze mfumo wa kiuchaguzi. Inakubalika kabisa kisheria kutengeneza mwafaka katika mambo kadhaa kabla mjaenda kwenye mchakato wa katiba. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania pamoja na waandishi wote, ni vyema tukajikumbusha na vyema tuwakumbushe viongozi wetu ambao wameahidi kutuletea katiba mpya haya mambo, ili tusiweze kurudi kule ambao tumetoka. Na hii naomba Watanzania waandishi, iwe ni kazi yenu, mwe mnabeba nafasi kama hizi kuwakumbusha Watanzania na kutoa elimu, kujua wapi tumejikwaa, ili tusishindwe tena kusonga mbele. Sasa baada ya kueleza hayo, tunakuja kwenye mapendekezo yetu sasa, ambayo tunadhani ni muhimu sana sasa yakafanywa kazi. Letu hili la leo, kwanza nieleze malengo, kwa nini tunatoa tamko leo. Kwanza tunapenda kuambia Watanzania kwamba tumefanya uchambuzi wa ilani za siasa, za vyama vya siasa ambao vinashiriki uchaguzi, kwa sababu viko ambavyo havishiriki uchaguzi. Vile vinavyoshiriki uchaguzi, tumefanya uchambuzi ilani zao na kuangalia kwa namna gani wamechukua ile ajenda yetu ya katiba. Tumeangalia mambo mengi, lakini leo tunazungumza jambo moja tu. Pendekezo letu moja la katiba mpya tumeliangalia kwa mapana kwenye ilani hizo, na kuangalia ni kwa namna gani vyama vimejipanga kutuletea mchakato wa kukamilisha upatikanaji wa katiba mpya. Lakini tunapenda lengo lingine ni kuwafahamisha Watanzania namna gani sasa hizo katiba na wagombea wamejinadi wakati wa uchaguzi kuhusiana na katiba hii. Kumbuka kwamba asasi za kiraia tulipendekeza swala hili la katiba mpya, na tukasema kwamba ni swala ambalo lazima baada ya uchaguzi lifanyiwe kazi bila kusubiri tena kufikia kwenye chaguzi zinazokuja tukiwa hatuna katiba mpya. Kwa hiyo tumeangalia ilani za vyama zaidi ya 5. Kwa mfano chama cha Chauma, CCM, ACT Wazalendo, CUF na NCCR Mageuzi. Vyama vyote hivi tumegundua kwamba wamezingatia swala la katiba mpya na wametoa kama kipaumbele kikubwa sana swala la katiba mpya. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kwanza tunawashukuru na tuwapongeze, kwa sababu tulienda kuwatembelea wote, mnakumbuka waandishi wa habari, tukawaita, tukawapa ilani zetu, wakaweka kwenye katiba yao, lakini pia wakati wa kampeni hawakusita, hawakuona hofu kuzungumzia swala la katiba mpya. Kwa hilo sisi kama wadau ambao tunaamini kabisa kwamba swala la katiba lazima lianze na utashi wa kisiasa, tunaweza tukasema kwamba tunaanza kuona mafanikio ya awali ya yale ambayo tumekuwa tukiyasema. Sasa kwa mfano niwapitishe kidogo. Kwenye chama cha ACT Wazalendo, wao wameahidi endapo watachaguliwa kuongoza nchi, itafufua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya ndani ya mwaka mmoja. Hawa ni ACT Wazalendo. Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma, kimeahidi kuwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kuongoza serikali kitawasilisha bungeni mswada wa sheria kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Aidha, mswada huo kwa mujibu wa Chauma utapendekeza kuundwa kwa tume kwa ajili ya kuratibu, kuandika rasimu
ya katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kurejea taarifa mbalimbali za tume za Jaji Nyalali, Jaji Kisanga, Jaji Warioba, katiba pendekezwa na taarifa za vikosi kazi vilivyoundwa na Rais Samia mwaka 2023 na kurejea masuala mengine mtambuka kulingana na hali halisi ilivyo sasa hivi. Hawa ni Chauma. CCM, Chama cha Mapinduzi, CUF, Chama cha Wananchi, pia kimeahidi kuwa mchakato wa uandaaji wa katiba mpya ya wananchi utafufuliwa katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kuapishwa rais wao na endapo watashinda uchaguzi. Katiba ya wananchi itaandaliwa kwa kushirikiana na wadau wote katika mjadala wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na wataalamu wa katiba, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wakulima, wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali, jamii zenye ulemavu, wastaafu, vijana, wanawake, wazee, kadhalika. Mjadala huu utajikita katika kuboresha rasimu ya tume ya Jaji Warioba. Wao wamesema moja kwa moja wanataka kuboresha rasimu ya Jaji Warioba na wametaja utaratibu watakao utumia. Hawa ni Chama cha Wananchi, CUF. Chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaongoza nchi kwa sasa, kwenye ilani yao pia wamesisitiza kwamba watauisha mchakato na kukamilisha mchakato wa katiba. Lakini sio tu kwenye ilani zao, viongozi wao, mwenyekiti wao wa chama na mgombea wa urais, Dr. Samia amesema kwenye majukwaa kwamba ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya utaanza. Tumemsikia pia mgombea mwenza ndugu Nchimbi naye akisisitiza hivyo, pamoja na viongozi wengine. Kwa hiyo CCM nayo imeahidi ndani ya siku 100 Watanzania. Haya ni mambo ambayo tunapaswa tuyasikilize, tunapaswa tuyafuatilie. Hizi ni ahadi ambazo lazima tuzihakikishe kwamba zinatekelezwa endapo watapata ridhaa ya kuongoza nchi, kwa sababu uchaguzi ni mkataba kati ya viongozi na wananchi. Kwa hiyo watakaofanikiwa kupewa ridhaa tutawakumbusha haya, na tunaanza kuwakumbusha hata kabla hawajashinda, na ndio maana tumekaa hapa kwamba haya ndio mnaahidi. Kwa hiyo tutakuja kutoa mapendekezo namna gani sasa tunadhani watapaswa. Lakini NCCR Mageuzi na wao wamesisitiza kwamba katiba mpya itapatikana haraka sana baada ya wao kushika dola endapo Watanzania watawachagua. Vyama vingine tunaendelea kukusanya ilani zao kuweza kuona namna gani wameweka swala hili la katiba. Lakini walau vyama hivi vitano tayari vimeshaweka bayana kwa namna gani wataenda kutupatia katiba mpya. Hatua hii ya awali tunadhani ni malengo ya asasi za kiraia katika ilani yake yanaanza kupata mwanga, kwani tunajua ili kufikia hatua ya kuanza mchakato wa katiba mpya lazima uanze na utashi wa kisiasa na wale wanaotafuta uongozi wa nchi. Hawezi tu kazuka, lazima watu waanze kuzungumzia. Yani utegemee tu mtu amechaguliwa alafu baada ya uchaguzi ndio ukamwambia katiba mpya. Kama haipo kwenye mipango, kama haipo kwenye ajenda zao za uchaguzi, ni ngumu. Na ndio maana watu wana ilani za uchaguzi, na ndio maana watu wanakwenda tuna miezi miwili ya kampeni, manake ajenda zikaelezwe. Sasa kama mtu amezunguka nchi nzima anasema katiba mpya, alafu baada ya uchaguzi asifanye katiba mpya, huyo mtamuonaje huyo? Watanzania lazima tuanze kuchukua hizi ajenda za wanasiasa na ahadi kwa serious mkubwa sana, kwa sababu tutamuona ni muongo tu. Haiwezekani mtu akazunguka nchi nzima alafu akasema katiba mpya, alafu baada ya uchaguzi hicho kitu msikipate. Mtamuonaje huyo mtu? Nadhani lazima tuanze kuwakumbusha kwamba ahadi zao hizi tunazifuatilia na tunawapongeza kwa sababu pia viongozi na vyama vyao wanaweza kachagua mambo mengine. Bahati mbaya nje hatuendeshi na dira ya taifa, wanaweza kachagua mambo mengine, lakini kama wameona kwamba hizi hoja ni za msingi, ni jambo ambalo kwanza sisi tunaweza kusema uwepo wa hiyo nia ni jambo ambalo lazima sasa tuendelee kuchochea, tuendelee kuweka pressure zaidi. Hizo nia zao watakao shinda dola basi watekeleze. Sasa tunapenda jambo lingine. Kwa nini? Tunapenda kuwakumbusha Watanzania. Kwa nini pia tunazungumza leo? Kuwakumbusha Watanzania kuwa huu ndio muda mwafaka wa kuzungumzia mambo kama haya. Sijui mnasubiri wakati gani kufanya mijadala ya mambo kama haya, kwa sababu huu ndio muda wa kuweza kupima na kupembua ni nani mwenye nia ya dhati ya kutaka kutuletea jambo hili la katiba. Kwa hiyo wakati wa uchaguzi ni muhimu kurejea hizi ajenda pamoja na zingine. Sisi tunazungumza katiba leo, lakini zipo ajenda nyingi za kitaifa. Sisi tunazungumza katiba kwa sababu tunaamini mambo yote ya kitaifa ambayo yanalalamikiwa, mwarobaini wake kwa asilimia zaidi ya 80 ni katiba mpya. Yaani sisi tunataka tuue ndege wote kwa jiwe
moja. Badala leo tuanze kuzungumza sijui tume ya uchaguzi, sijui haki za binadamu, sijui uhuru wa waandishi wa habari, tunatafuta jiwe kubwa ambalo litaua ndege wote kwa wakati mmoja. Na jiwe hilo ni nini? Ni katiba. Yaani upatikanaji wa katiba, yani ni sawa na zile dawa mseto, kwamba ukinywa dawa inatibu magonjwa yote, si ndio? Dawa moja inatibu magonjwa yote. Sasa sisi katiba tunaona ni dawa mseto ambayo tukiimeza, manake magonjwa yote ya nchi tunakwenda kufanya nini? Tunakwenda kuyatibu. Na ndio maana sisi tunajikita kwenye katiba mpya, tukiamini kwamba huu ndio muarobaini wa changamoto za wananchi, kuanzia kwenye masuala ya maendeleo, masuala ya umaskini, masuala ya uchumi, masuala ya ufisadi, masuala ya uhuru uchaguzi, haki za binadamu, makundi yote ya jamii na mambo yote ni katiba. Anayedanganya watu kwamba katiba haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, haihusiani na uchumi wako, huyo anatakiwa arudi darasani. Anatakiwa aelewe nini maana ya katiba. Katiba ndio maisha ya Mtanzania kwa kila siku. Katiba ndio kila kitu. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwa na katiba mpya tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo tuchukulie, na waandishi wa habari tuwaombe kwamba nyinyi ndio mwe kioo cha jamii. Nyinyi mna sauti, mna nafasi ya kuwakumbusha Watanzania, mna nafasi ya kuwaelimisha Watanzania umuhimu, na sio, na nasisitiza, tumetoa historia, sio kosa. Kama kuna kiongozi anadhani Watanzania kudai katiba mpya ni kosa la jinai, halafu tukakubaliana naye, basi wengine ambao tumesoma sheria, tumesimamia haki za binadamu, ni bora tuzikwe kesho. Na tusione haya kudai swala la katiba mpya, tusione hofu yoyote ile, kwa sababu tena tunapodai kwa njia hizi za kushauriana, kwa sababu zipo nchi ambazo watu walidai katiba kwa mapanga na mitutu. Hapa Kenya jirani tu walipigana kwanza ndio wakapata katiba mpya, Rwanda na nchi zingine, South Africa. Sisi bahatika kuanza mchakato wa katiba tukiwa na amani, na bado tunapendekeza kwamba tuendelee kutumia fursa hizi tulizonazo kupata katiba tukiwa tunakunywa chai pamoja, tunakaa pamoja, tunapiga picha kwa pamoja. Na ndio mchakato wa katiba duniani unapendekeza hivyo, kwamba tupate katiba tukiwa tumetulia, na katiba itakayotengenezwa wakati tumetulia itakuwa ni katiba imara ya kudumu miaka mingi, kwa sababu tumetengeneza tukiwa hatuna pressure zozote. Kwa hilo jambo lazima tusisitize kwamba ndio maana tunasema kwa nini tunazungumza leo. Sasa ili kwenda kukamilisha sasa, ni nini kifanyike? Tuna mapendekezo tunakuja nayo. Tuna mapendekezo baada sasa ya kufanya tathmini ya kampeni na katiba hizo na kuona kwamba walau swala la katiba limepewa kipaumbele, tunapendekeza ili kuepuka yale ambayo nimeyaeleza kule, tusirudi tulipotoka. Tunapendekeza mambo yafuatayo. La kwanza, kabla ya yote, yani kabla hatujafanya jambo lolote, lazima tufanye jambo hili. Tusipofanya jambo hili hatutafika mahala. Mwafaka wa kitaifa. Kabla ya kuingia kwenye mchakato wote wa katiba, lazima tuende kwenye mwafaka wa kitaifa. Na tumesikia wagombea wengine, tumemsikia Rais Samia na wengine wakizungumza mwafaka wa kitaifa. Sasa sisi tunatoa mwongozo. Na ndio kazi yetu sisi kama asasi za kiraia. Kujaribu kushauri na kutoa mwongozo kuhusiana na mambo ambayo pengine hata viongozi wanatamani kuyafanya lakini wanakwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa sasa taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa kutokana na majeraha mengi yaliyotokana pia na awamu zilizopita, lakini pia majeraha yaliyotokana na chaguzi za 2019-20, chaguzi za 2024, lakini pia na huu uchaguzi unaoendelea. Ni wazi usiopengika taifa limegawanyika kwa sehemu kubwa. Sasa huwezi kwenda kwenye uchaguzi kwenye katiba mpya ukiwa na mgawanyiko huu. Kwa lazima turudi kwenye utaratibu wa kuwa na mwafaka wa kitaifa. Siku zote duniani imekuwa ni ngumu kupatikana katiba nzuri endapo mchakato utaendeshwa katikati ya mgawanyiko, katikati ya migogoro ya kitaifa mikubwa. Na ambayo sasa tunapendekeza kwamba migogoro hii inahitaji mwafaka. Hatujafikia hatua ya kushindwa kukaa, naitwa national consensus. Vitu hivi ni vidogo ambavyo tunaweza tukakaa tukavifanyia kazi. Kwa hiyo zile changamoto za zitaondolewa endapo tutaunda kamati ya kitaifa ya kutatua changamoto hizi. Na tunapendekeza ili kufanikisha hili tunapendekeza yafuatayo. Sasa tunafanyaje huko? Lazima sisi tunatoa, hatutaki tuache vitu vikiwa na maswali. Si ndio tunapendekeza kitu full complete. Uongozi kwanza, lazima ili tufanikishe hili, lazima uwepo uongozi wenye nia ya dhati ya kufanya hivi. Viongozi wote wa kisiasa, kijamii, kidini wanapaswa kuonyesha dhamira ya kweli
ya kuisha mchakato wa katiba mpya kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi binafsi. Tunapokwenda kwenye huo mwafaka, yani twende na hiyo nia na hiyo dhamira ya kuwa taifa moja na vitu kama hivi. Lakini tutafanyaje sasa? Mwafaka wa kitaifa utafanyikaje? Hilo ni swali ambalo najua mtaniuliza, sisi tunapenda kutanguliza kulielezea. Kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya mwafaka. Kabla tujaanza mchakato wa katiba, yani hapo bado hatujaanza mchakato wa katiba. Na najua mtaniuliza ni lini hiyo kamati iundwe. Nitakuja kutoa mwelekeo. Kamati hii iwe na chombo cha mpito chenye mamlaka ya kitaifa, chenye jukumu la kushughulikia changamoto muhimu katika jamii. Yani zile ambazo zinatufanya tusiwe pamoja, zile ambazo zimetengeneza mpasuko, lazima kamati ya mwafaka ifanyie kazi. Sasa kazi hizo ambazo kamati itafanya ni hizi zifuatazo. Kwanza, kufanyia kazi mpasuko wa kitaifa uliotokana na changamoto za awamu iliyopita, 24, uchaguzi wa 2024-2025, pamoja na changamoto ambazo zinaendelea za sasa za kitaifa. Hiyo kamati itatakiwa ifanyie kazi. Na sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, waandishi, mtakumbuka kwa miezi takriban sasa 4 tumekuwa tukizungumza swala la mwafaka wa kitaifa. Kwa hiyo kamati hii itafanyia kazi changamoto hizi zote na kutoa mwelekeo wa kitaifa kwamba watu washikane mikono kwamba changamoto hizi zimekwisha, alafu ndio twende kwenye katiba mpya. Lakini jambo lingine, kazi ya kamati ni kutibu majeraha yaliyotokana yote, nasema mgawanyiko wa kisiasa, kijamii, lakini pia na kutokana na mchakato wa katiba uliopita. Yale majeraha niliyowaeleza lazima yatibiwe kwanza, ndio twende kwenye mchakato wa sasa tunaotegemea wa katiba. Lakini jambo la tatu, kuainisha hoja kuu zenye mgongano, zile hoja nilizokuwa ambazo nilisema ni sababu za kukwamisha. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu kuhusiana na muundo wa muungano kabla ya kwenda kwenye katiba. Kamati hii ya mwafaka wa kitaifa lazima ituletee majibu, tunataka tuwe na muundo gani unaosimamia mfumo wa uchaguzi katika taifa letu. Lazima kamati hii tuletee, tunahitaji muundo gani wa kitaifa wa uongozi. Tuwe na mawaziri wa bunge au tuwe na nini, structure, madaraka ya rais, pamoja na mambo mengine ya haki za binadamu, yale ambayo yamekuwa ni contentious issues, zile issue ambazo zimekuwa disputed, ambazo ukienda kwenye mchakato wa katiba bila kufanyia kazi huo yani hauwezi kufika kwenye consensus. Hata ukienda kwenye referendum, kura ya maoni wananchi lazima watapiga base na hiyo migogoro, lazima. Leo ukienda kwenye kura ya maoni, kura zitapigwa kwa kuangalia swala la muungano, swala la muundo wa serikali, kura zitapigwa kuhusiana na masuala yale ya uchaguzi. Kwa sasa lazima tuzitatue hizo tukiwa tunaelewana, alafu tunakwenda kwenye mchakato tukiwa ni wananchi sasa wanakwenda kuamua. Lakini ule mgawanyo wa kisiasa, wa kijamii unakuwa kwenye jamii haupo. Hilo ni jambo ambalo kamati hiyo itapaswa kulisimamia na kutoa majibu yake. Lakini kamati ya maridhiano sasa, ili iweze kufanikiwa, lazima izingatie muundo wake utakuwaje. Muundo wa kamati hii ya maridhiano, tusirudi kwenye zile kamati za watu wawili watatu kujifungia ndani alafu kusema kwamba ni kamati za maridhiano. Tusirudi kwenye zile kamati ambazo zinachukua upande mmoja wa jamii, hizo wanasiasa tu, alafu wanasema ni kamati za mapana. Haiwezi kuwa kamati ya maridhiano, itakuwa ni kamati ya kisiasa. Tunataka kamati ya maridhiano ambayo inachukua makundi yote ya kijamii, ambapo tutakaloridhiwa pale hakuna mtu ambaye atatoka kulipinga. Kwa mfano, wawakilishi wa vyama vyote vilivyosajiliwa, whether wana wabunge hawana, wote, hiyo ni kundi namba 1, wawakilishi. Kundi namba 2, wawakilishi wa asasi za kiraia kwa makundi yao, hasa wale ambao wanasimamia masuala ya utawala bora, haki za binadamu na masuala ya katiba. Hilo ni kundi namba 2. Lazima liwakilishwe effectively, kwa sababu na wenyewe wana wananchi wao. Wawakilishi wa taasisi za kidini na viongozi wa dini, lazima na wao wawakilishwe effectively, dini zote, ili tukitoka hapo tusiwe na mtu hakuna kutuzunguka kuwa tofauti. Wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, makundi, kwa mfano makundi yote ya wafanyakazi, lakini wawakilishi wa makundi maalum
kwa mfano vijana, watu wenye ulemavu, makundi ya pembezoni, wakulima, wafugaji, lazima pia wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa ya consensus. Lakini wawakilishi wa taasisi, vyama vya kitaaluma, kwa mfano mawakili, vyuo vikuu, waandishi wa habari, wanasheria, walimu na vitu kama hivyo, lazima wawepo kwenye kamati hiyo ya kitaifa. Lakini wawakilishi wa serikali ni wadau pia wakubwa, kwa sababu wao ndio pia wanajua mambo mengine ya kitaifa, changamoto zingine. Lazima pia serikali iwepo kwenye hiyo kamati ya kitaifa. Sasa hilo ndio kundi ambalo sisi tunapendekeza, ambayo duniani kote ukiangalia mambo haya ya kutafuta national consensus, hatuzungumzi kwa kuzungumza kwa sababu tunazungumza. Tumeangalia pia kwa mfano Afrika Kusini walipotengeneza zile kamati za maridhiano, walifanyaje? Kenya, nchi nyingine nyingi tu Ulaya huko, lazima iwe na sura ya kitaifa, kana kwamba watu wakitoka kwenye hayo maridhiano hakuna atakaye kusumbua tena. Yaani tukitoka hapo tunakwenda kutafuta katiba mpya kilaini kabisa, kwa sababu hakuna mtu atakayepinga kwamba mbona mmesema serikali mbili au serikali tatu, tayari tulishatatua huku. Mbona mmesema mabunge wasio mawaziri, tayari tulishakubaliana. Kwa sababu haya ni makundi yanawakilisha jamii, watafanya kazi ya kwenda kuelimisha jamii kwamba hii ndio mwelekeo tunapaswa kwenda nao. Kwa hiyo ndio kamati. Na tumesikia pia Rais Samia ambaye pia ni mgombea wa CCM akizungumza swala la maridhiano. Nadhani wote waandishi mmesikia kwamba siku 100 kutakuwa na muafaka. Sisi mtakumbuka tulikuwa tumependekeza. Sisi tulipenda sana muafaka usifanyike baada ya uchaguzi, ufanyike kabla ya uchaguzi. Kwa sababu tunapozidi kuchelewesha muafaka, unazidi kutengeneza ile sumu ya mpasuko, unazidi kuwa mkubwa. Nadhani mnaona kila siku. Sisi tulipendekeza muda mrefu sana hata kabla kuanza uchaguzi. Lakini bado tunaendelea kusisitiza kama inawezekana kamati hii ya muafaka iundwe hata kabla ya uchaguzi. Na kazi yake ianze mapema kabla hata uchaguzi. Ili baada ya uchaguzi iendelee kukamilisha kazi yake na baadaye ikabidhi sasa kwenye mchakato mwingine wa katiba ambao tunaupendekeza mambo yale ambayo tayari yameshalainishwa. Yaani sawa na vile watu wale ambao unajua ndege huwa anatafunia watoto wake chakula, nampa tu na meza. Sisi nadhani hii kamati hii ya maridhiano itatafuna na kulainisha chakula na kuja kukabidhi kwenye taasisi nyingine ambayo tunapendekeza ya kumalizia mchakato wa katiba. Kwa hiyo hii ndio taasisi ya kwanza au chombo cha kwanza kinapaswa kuundwa tunapoelekea swala la upatikanaji wa katiba mpya. Na itajibu majeraha mengi haya ambayo tunaendelea nao sasa hivi ya uchaguzi na mambo mengine wa viongozi wa siasa kuwa ndani. Hii kamati itakwenda kutoa mwelekeo namna ya kumaliza changamoto hizo. Sasa baada ya hiyo kamati kinachofuata ni kukubaliana. Kazi nyingine ambayo pia tunasema kukubaliana namna ya kuisha mchakato. Kamati hii pia lazima ikubaliane, kwa sababu kamati ndio itakuwa pia inakuja kuamua tunarudije kwenye mchakato wa katiba. Kumbukeni mchakato wa katiba uliishia kwenye nini? Kwenye kupiga kura ya maoni. Si ndio mkataba uliishia kwenye. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza wakasema tuishie kwenye kupiga kura ya maoni. Ile Watanzania wengi walikuwa wanalikataa, si ndio? Kwa kweli hata sisi sasa za kiraia hatuoni kwamba tuchukue ile katiba pendekezwa tuende kwenye kura maoni. Hilo litaleta mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo consensus hii, kamati hii pia lazima itusaidie nchi kwamba tunarudije. Sasa sisi tumependekeza tunasaidia hiyo kamati kama itaundwa, namna ambavyo tunaweza tukarudi kwenye mchakato wa katiba. Njia moja ambayo njia hiyo ni kuunganisha maudhui ya rasimu ya Warioba ile ambayo inatokana na wananchi, lakini katiba pendekezwa ambayo pia na wenyewe ni sehemu ya rasimu ya Warioba, kwa sababu walitoa maudhui kutoka kwenye rasimu ya Warioba kwa sehemu, ingawa mengine waliacha, lakini pia wale walioko kule bungeni pia walikuwa ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo zote ni rasimu ambazo zimetokana na wananchi, lakini lazima sasa pamoja na katiba ya sasa, yani hizi katiba tatu, rasimu ya Warioba, katiba pendekezwa na katiba ya sasa, tunaita kusema harmonization, kuunganishwa, kuharmonize, sijui kwa Kiswahili kizuri ni kipi? Kuhamasisha no, hiyo ni kuharmonize. Kuharmonize ni kuunganisha, Kiswahili sahihi ni kuunganisha. Yaani zile nyaraka tatu, yani zile katiba tatu inayoendelea ya Warioba na tume ya bunge la makatiba, ile katiba pendekezwa.
Sasa lazima iunganishwe. Sisi tunadhani hapo ndipo tulipofikia. Hatuhitaji kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Ya kuokoa fedha, kuokoa muda, lakini pia kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na kamati, tume ya katiba ya Warioba, lakini pia na bunge la katiba na wengine wote ambao wamefanya. Hata haya maboresho ambayo yamefanyika tumeyataja 14 pia nayo yapaswa kwenda hivi hivi. Ndio maana tukasema katiba zitatu hizi hiyo ziunganishwe kutuletea rasimu nyingine mpya. Sasa tutafanyaje hivyo? Tumependekeza sasa ili hii ifanyike ndio tutaunda sasa lakini kwa kupitia sheria, kwamba sheria itatungwa ya kuanzisha mchakato wa katiba. Ndani ya mle ndani kutakuwa na kamati ya kitaifa ya wataalamu wa katiba. Kamati ya kitaifa ya wataalamu, committee of expert. Hii kamati ya wataalamu ndio itafanya kazi ya kutuletea rasimu au katiba pendekezwa baada ya kufanya kuunganisha, kuharmonize katiba hizi tulizotaja. Maana yake sasa ni nini? Ni kwamba kamati hii ya wataalamu isiyozidi watu 25, tunapendekeza isizidi watu 25, iundwe ikizingatia uwakilishi, of course isiwe ni ya kisiasa kwanza, lakini izingatie tu uwakilishi. Tuna muungano, ni swala la muungano, tuna Zanzibar, tuna Tanzania bara, lakini makundi kadhaa, lakini iwe ni kwa kuangalia utaalamu wa watu wenye utaalamu kwenye masuala ya uandishi wa katiba. Hiyo kwa hiyo inakuwa ni tume, ni kamati ya kitaalamu, sio ya kisiasa. Tumependekeza hivyo ili tuweze kuenda kwa haraka sana. Na bahati nzuri mapendekezo haya yalishatolewa pia huko, na sasa kiraia wengine na wadau wengine sio mapya sana. Sisi tumekuja, malikuwa kuna mawazo mengi. Sisi tunadhani hii njia tunayopendekeza kwanza itatuokolea muda, itatuokolea rasilimali, lakini na kwenda kulinda umoja wakati wa mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa sababu kurudi kwenye yale matume sisi hatutaki kabisa kusikia kurudi kwenye bunge la katiba. Kurudi kwenye bunge la katiba tutarudi kwenye matatizo yale ambayo tumeyaeleza. Kwa hiyo tuepuke kurudi kwenye bunge lile ambalo litakuwa la kisiasa zaidi, kwa sababu kwa mujibu wa mchakato wa katiba ni aidha utumie bunge lililopo, uongeze tu watu kadhaa kama tulivyofanya, au ufanye kama Uganda walikwenda kwenye majimbo wakapiga kura kuchagua wajumbe wote wa bunge la katiba, ambayo pia hata tukifanya hivyo watarudi wale wana siasa na tutakwama. Kwa hiyo tunadhani tayari wananchi wamefanya kazi yao, tayari bunge la katiba limefanya kazi yao. Sisi tufanye harmonization ya hizi document, twende mbele. Sasa baada ya kamati hii ikishafanya harmonization, tunakwenda kwenye kura ya kupiga maoni, kura ya maoni ya kupitisha katiba, kwa sababu wananchi ndio waamuzi. Wakiamua kuipitisha, kuikataa, tutarudi sasa. Sasa hapo ndio tutarudi, hatutaepuka swala la either turudishe kwa kamati ifanyie kazi au turudi kwenye bunge la katiba. Hilo sasa tunaiachia hiyo kamati ambayo tunapendekeza iweze kulifikiria. Kwa hiyo sasa kwa njia hii mwafaka wa kitaifa utajengwa kupitia mchakato shirikishi. Yaani maana yake kwa njia tunayopendekeza mchakato wa kitaifa utajengwa katika njia ambayo ni shirikishi, wa haki na maridhiano. Utaweka msingi thabiti ya katiba mpya inayoakisi matakwa ya Watanzania wote. Lakini kamati ya kitaifa itapaswa kuwa na muundo shirikishi, isiwe na wanasiasa. Ikiwezekana masharti katika sheria itakayosimamia mchakato wa katiba yawekwe kwamba watakaoingia kwenye kamati hii kwa miaka 10 baada ya upatikanaji wa katiba mpya wasishiriki kwenye masuala yote ya kugombea masuala ya kisiasa. Hii itapunguza watu wanapokuwa kwenye michakato kama hii kujiwazia binafsi kwamba nikisema waziri asiwe mbunge labda mimi ndakosa uwaziri, nikisema madaraka ya rais yapunguzwe labda mimi nikiwa rais nitakuwa sina madaraka mawili. Yaani kwa hiyo na Uganda walifanya hivyo kwamba ukitaka kuingia kwenye hizi mchakato wa katiba mpya wale wote ambao wana ndoto za siasa wanawekwa pembeni, kwa sababu kuna vitu ambavyo vina implication kwenye nafasi zao. Kwa hiyo wanaweza kukwamisha kwa sababu ya nafasi zao. Kwa hiyo sheria itakavyosukwa itasukwa katika namna ambavyo haitaturudisha kwenye zile changamoto ambazo nimezitaja. Na kwa hiyo sasa baada sasa ya bunge linalokuja, yaani baada ya uchaguzi, sisi tunasema bunge la kwanza
baada ya uchaguzi huu ndio liwe bunge la kwanza la kupitia kufanya maboresho ya sheria ya mabadiliko ya katiba mpya namba 8 ili kuweka vifungu ambavyo vitaendana sasa na mchakato huu wa sasa. Kwa sababu ile sheria ni kama vile imepitwa na wakati. Sasa tunapendekeza bunge la kwanza ambalo linakaa mwezi wa 11 ndio liwe bunge la kwenda kupitisha sheria ya mabadiliko ya katiba. Bunge hilo ndio litakwenda kupitisha sheria, na hiyo sheria itatungwa sasa. Itatungwa baada ya ile kamati niliyopendekeza ya maridhiano kumaliza kazi yake, kwa sababu ndio sheria hii itaakisi yale mambo ambayo yametokana na kamati ya kitaifa. Kwa lazima kwanza kamati ya kitaifa ikae, itoe mapendekezo, tunakwendaje kwenye mchakato, mambo yale yenye mgangano yao yamefanywa kazi, ndio tuende tukatunge hiyo sheria. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunapendekeza namna ya kurudi kwenye mchakato wa katiba. Lakini wakati tunarudi kwenye mchakato wa katiba, ni muhimu sana kuzingatia sasa ushirikishwaji wa wananchi, jambo la msingi ambalo limekuwa likisisitizwa wakati wote, kwa sababu tutakwenda kwenye referendum ambayo sisi tunadhani ni lazima ifanyike kwa wakati. Yaani kura ya maoni ifanyike ndani ya mwakani. Yaani kama tunaanza mchakato Novemba kutunga sheria, yani mpaka tunamaliza mwaka 2026 tuwe tayari tumeshapata katiba yetu. Mwaka wa kwanza kabisa baada ya uchaguzi ni mwaka mzuri sana kupata katiba mpya, kwa sababu joto na mawazo ya siasa kiuchaguzi yanakuwa hayapo. Wananchi wanakuwa kidogo wametulia, lakini hata viongozi wanakuwa wametulia, ndio muda mzuri wa kupata katiba mpya. Kwa mambo ambayo tunatakiwa yazingatiwe wakati wa kutengeneza katiba mpya. Mchakato wa utungaji wa katiba duniani kote unapaswa kuongoza na misingi thabiti inayohakikisha kuwa katiba inakubalika na wananchi wote na inaakisi matarajio ya taifa na wananchi wote, sio vikundi vya watu. Ili kufanikisha hili, kuna misingi ifuatayo ni lazima izingatiwe. Msingi namba 1, kuwepo na uwazi kwenye mchakato. Uwazi, yani mchakato uwe wa wazi kabisa namna tunavyotelekea. Hiyo msingi namba 1. Lakini ushirikishwaji wa makundi yote ya kijamii. Hiyo ni standard za kimataifa. Ile participation, ushirikishwaji wa makundi yote ni msingi namba 2, lazima uzingatiwe. Ujumuishi wa makundi yote, uwakilishi, inclusion ya makundi wote bila kujali jinsia yao, ulemavu, jinsia na vitu vingine. Lakini mwafaka wa kitaifa lazima utangulie. Lazima utangulie. Lakini umiliki wa wananchi wa mchakato, yani wananchi wao ndio center ya mchakato, umiliki wa wananchi kwenye mchakato. Hizo ndio standard za kimataifa za utengenezaji wa katiba. Lazima zipewe kipaumbele. Usipofanya hivyo, huo mchakato hauwezi kufika mahali. Na kama ukifika, ndio tutakuwa tunakabadilisha katiba mara kwa mara. Umeona jinsi tulivyofanya mabadiliko ya katiba mengi ndani ya miaka 60. Ni mambo mengi sana tumefanya, kwa sababu pengine tunafanya vitu ambavyo kesho wanaibuka kundi lingine wanakuwa wakubaliani, inabidi turudi. Unaona kuna miaka hapo tunabadilisha katiba, leo mwaka huo katiba inabadilishwa mara 3. Sio nzuri. Sio utaratibu mzuri kufanya mabadiliko ya katiba mengi kiasi hicho, au kuwa na katiba zaidi ya 5 ndani ya miaka 10. Ni kwa sababu pengine hatufanyi maamuzi ambayo yanaangalia miaka 50, 100 baadaye. Kwa hiyo tukae tutengeneze katiba yetu ambayo itatupeleka miaka 100. Yaani watakao kuja kubadilisha katiba baada ya kupatikana mwaka kesho, iwe sio watoto wetu, iwe ni wajukuu wetu wote tulioko hapa, ndio watakuja kubadilisha katiba, sio sisi. Miaka tunazungumza miaka 60, 100 inayokuja. Hiyo yote lazima sisi wa Tanzania tuwe sehemu ya hiyo. Changamoto tunayoiona ingine ambayo sisi tunapendekeza ni kwamba Watanzania, simamieni swala hili kama la kwenu. Tusizani kwamba swala la mchakato wa katiba mpya ni la vyama vya upinzani, la wanasiasa, la wanaharakati, la waandishi. Tuone kwamba hili swala ni la kwetu. Tuone kwamba swala la katiba mpya ni swala la wewe, kuhusu kodi yako, kuhusu hela yako, kodi yako unayochanga, ulinzi wa kodi yako, ni kuhusu rasilimali zako za nchi, ni kuhusu barabara yako, ni kuhusu maji na afya na elimu yako, ni kuhusu kila kitu unachoishi, chakula chako na vitu kama hivyo. Tuone kwamba swala la katiba ni la kwetu sote. Ndio itafanya pia viongozi waone kwamba ni jambo la muhimu kufanyia kazi. Tunapokuwa makundi machache ndio tunazungumza, ndio tunafuatilia, tunawapa nafasi viongozi waone kwamba hili swala ni la wakundi tu, makundi fulani. Kwa hiyo tujaribu waandishi wa habari na nyinyi tusaidie wa Tanzania waone kwamba hili swala, wekeni vipindi vya kudumu kuhusu swala la katiba mpya. Nadhani tutakuwa tunajenga taifa ambalo lina wananchi ambao wanafuatilia mambo yao
ya msingi kabisa. Kwa hiyo mchakato wa katiba sisi tunasema uanze ndani ya mwaka mmoja na ukamilike ndani ya mwaka mmoja, kama vile vyama vingine vilivyopendekeza, ili kuepuka kwenda kukaribia kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa namna moja nyingine kupata katiba ambayo ni nzuri lakini pia itasaidia kujibu majeraha. Leo hii tunahangaika kila siku, kila uchaguzi tukija tunavutana. Katiba ndio jibu. Yaani tukitaka twende kwenye uchaguzi wa 30 tukiwa tumetulia kama taifa, tukamilishe mchakato wa katiba, utajibu mambo mengi sana, na tusisubiri kabisa tufikie kwenye vuguvugu la uchaguzi ndio tuanze kuzungumza swala la katiba mpya. Kwa hiyo sasa, jambo la mwisho kabisa ni kura ya maoni, ambayo sisi tunadhani wananchi ndio wenye mamlaka ya kuamua. Kwa hiyo baada ya mambo yote kufanyika, sisi tunapendekeza ndani ya 2016, yani iwe ni mwezi wa 7, wa 8, wa 12, lakini isivuke mwaka 2016, tuwe wananchi wameshapiga kura ya maoni kupitisha katiba pendekezwa. Na baada ya hapo sasa ndio mchakato wa kuanza. Kumbukeni kwamba katiba ikishapigiwa kura na wananchi itahitaji miaka kama 2 mitatu kuanza kufanya kazi, kwa sababu lazima tuanze mchakato wa kuboresha sheria zote za nchi ili ziendane na promulgation. Ile period inachukua karibu miaka 2. Kwa hiyo ndio maana tunasema mapema, ili tupate tena mwaka mwingine mzima wa 2017 kuanza kufanya maboresho kabla ya katiba kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo katiba hii tukianzia mchakato na kuikamilisha, kwa mfano mwakani, itaweza kuja kufanya kazi 2018 au 2027 au 2028, kwa sababu inachukua muda pia, kwa sababu katiba haipaswi kuanza kabla hatujaweka mazingira mengine ya kisheria yao yamekaa vizuri. Kwa ufupi, ndugu waandishi, hayo ndio mambo ambayo tumeona kwamba ni vyema tukazungumza na Watanzania kupitia nyinyi, lakini pia tukazungumza na viongozi wetu ambao wanashiriki uchaguzi. Kwanza kwa kuwapongeza kwa kuonyesha nia ya kuleta katiba mpya, lakini na kuwapa sasa ushauri na mbinu ambazo ni za msingi kabisa, namna gani wanaweza kuwatimizia Watanzania hiyo ahadi ambayo wanaitoa wakati huu wa uchaguzi. Tuendelee kushauri viongozi wetu, tuendelee kushauri kwamba taifa letu ni letu wote. Na mimi nipende tu kumkumbusha Mheshimiwa Rais Samia, yeye anawashauri wa aina mbili. Anawashauri waliomwajiri kazi ambao ni sisi wananchi, na anawashauri ambao yeye amewaajiri kazi. Mimi namshauri asikilize sana ushauri wa watu ambao wamemwajiri kazi. Pengine njia za ushauri wa watu ambao wamwajiri kazi zinaweza zisiwe za kumfikia, zisiwe na mikwamo, lakini atafute njia ambayo anaweza kusikiliza maoni ya Watanzania, awe anasikiliza makundi ya Watanzania, kwa sababu wale ndio washauri wa kweli. Wale ndio washauri ambao watamuongoza kwenye mambo ambayo yatakuwa na tija kwa taifa. Sio mbaya wakati mwingine kuwaweka pembeni kama kiongozi yoyote ule wa nchi watu wako wa karibu sana, na kusikiliza maoni ya watu ambao ndio wana rungu ya kukuweka madarakani na kukutoa madarakani. Huo ni ushauri ambao tunautoa, nadhani kiongozi yoyote ule anapaswa kuzingatia. Mheshimiwa Rais wa Tanzania wanahitaji mabadiliko, wanahitaji katiba mpya. Njia nzuri ya kuongoza nchi ni kusikiliza malalamiko ya wananchi. Kiongozi yoyote ule ambaye anashupaza shingo, ambaye anafunga milango na kutokupokea maoni na ushauri wa wananchi wake, madhara yake ni makubwa sana, na mmeshaona popote pale duniani. Kutoa nafasi ya kusikiliza wananchi ni kujijengea mazingira ya utulivu ya uongozi, ni kujijengea mazingira ya kulinda amani ya kitaifa. Na sisi tunasisitiza kwamba amani ya nchi hailindwi kwa majeshi, hailindwi kwa mitutu ya bunduki. Amani ya nchi inalindwa kwa kulinda misingi ya demokrasia, katiba za nchi, haki za watu, kusikiliza wananchi, kutoa nafasi za wananchi kueleza kero zao na kuzifanyia kazi. Kiongozi yote anayefanya mambo kama hayo lazima uongozi wake uwe ni wa amani, wa utulivu, na sisi ndio tunategemea kwamba viongozi wanaotafuta ridhaa ya wananchi waone kwamba hiyo ndio njia ya uongozi, hiyo ndio njia bora ya kuliongoza taifa letu. Na sisi ambao tunachukua jukumu hili
Pengine sasa hivi tungekuwa tumekaa mahali tunakula weekend. Jukumu hili la kuzungumza na viongozi wetu, watuone kwamba ni watu ambao tuna nia njema na wao wenyewe, lakini tuna nia njema na nchi hii yetu. Yote ule ambaye atatuona sisi hatufai ni mweu, basi atuone hivyo, lakini iko siku watakumbuka hizi kauli tunazosema kama Watanzania wema, Watanzania ambao tunatakia mema na Watanzania wazalendo kwa ajili ya taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza. Ni mamlaka ya rais aliyokuwa nayo kwamba ana mamlaka makubwa ambayo hayastahili. Je, hili ndilo jambo kubwa hasa ambalo linafanya mabadiliko haya yahitajike kwa haraka? Ni hayo. Asante. Umesema mmepitia ilani za vyama vitano, CCM, Chauma, ACT Wazalendo. Tunaanza na ni mambo gani? Kwamba katiba zilizopita zilikuwa zina kitu fulani, yani zinalenga kwa mfano kubadilisha sijui nini, sijui kubadilisha nini, sijui mgombea mwenza asiwe rais wa Zanzibar, asiwe nini, kuingiza haki za binadamu, sijui nini, kutengeleza katiba ya Jamhuri ya Muungano, kuunganisha vyama viwili Afro Shirazi na 5 kuleta sisi. Malengo yalikuwa hayo. Sasa hii sasa mnafikiri ni nini? Swali zuri sana. Nadhani swali hili linajibiwa na mchakato wa Warioba. Warioba alizunguka nchi nzima, wananchi wakaeleza mambo mengi ni nini wanataka kuhusiana na katiba mpya. Yaani ni vitu gani vikabadilishe katiba ya sasa ili tuwe na katiba mpya. Huo ndio msingi. Yaani msingi wa kuwa na katiba mpya ni yale maoni ya Watanzania yaliyokusanywa na tume ya katiba iliyokuwa inaongozwa na Warioba. Mle ndani kuna mambo mengi, walitengeneza majuzuu mengi sana. Watanzania wanataka nini? Kwa maeneo yote ya Watanzania, kuanzia elimu, afya, maeneo yote, uongozi, yamni. Sasa vitu hivyo ndio vinataka sasa sisi tuwe na katiba mpya. Sasa manake zile ajenda zote zilizoko kule ambazo zimeanzia kwenye huduma za jamii, mahitaji ya jamii, masuala ya uongozi, muundo wa uongozi, masuala ya kisiasa, haki za binadamu, hayo ndio mambo ambayo yanapelekea sasa tuweze kwenda kuwa na katiba mpya. Changamoto za jamii zilizo kwenye jamii kama ilivyokuwa inafanyika huko nyuma, haya mabadiliko ndio zinatupelekea sisi tuhitaji kuwa na katiba mpya. Changamoto za jamii nadhani sio mada yake, maana ziko nyingi, si ndio? Changamoto za jamii zote zinazoanzia kwenye huduma za jamii, umaskini, masuala ya uchumi, utawala, siasa. Sasa hivi tunazungumza uchaguzi, kuna malalamiko mengi kuhusu uchaguzi, kuna malalamiko mengi kuhusu mamlaka ya viongozi yamekuwa ni makubwa, kuna malalamiko mengi kuhusu muundo. Hayo yote kama ilivyokuwa historia, tulianzisha historia muonyeshe. Unaona tukua tunabadilisha leo sio anaanzishwa waziri mkuu, anafanywa nini? Ni jambo la kawaida. Kuanzisha makamu wa rais, kumuondoa rais wa Zanzibar sio makamu wa rais, tumekuja tumeongeza viti maalum, sijui tumefanya nini. Vitu hivyo vyote vinakubalika kuendelea kufanyika kwenye michakato ya katiba, kwa sababu katiba ni chombo ambacho kinaongoza taifa na kinatatua kero za wananchi. Yaani kama kuna tatizo fulani limekuwa likitokeza, katiba inatakiwa itoe nini? Itoe majibu. Umeelewa hapo? Kwa mfano tulikuwa tuna tatizo la kuhusu muungano. Mara kwa mara katiba imekuwa ikibadilishwa ili kutatua matatizo ya muungano. Tuna matatizo ya ufisadi na rushwa. Tunahitaji katiba yetu itupe majibu ya matatizo ya rushwa. Kwa hilo ndo mambo ambayo yanatupelekea sisi kuhitaji kuwa na katiba mpya. Ni mambo ambayo yamesheheni. Ukitaka kuyarejea sasa, karejee yale majuzuu na taarifa zote za tume na taarifa zingine zote ambazo zimefanywa. Tume nyingi sana zimeundwa nchi hii. Mambo ya katiba sio ya kundi moja, sio ya watu fulani, sio ya Chadema, sio ya CCM, sio ya nani, sio ya watetezi wa haki za binadamu. Ni mambo ya Watanzania, wawe wanayajua au hawajui. Ni mambo ya Watanzania, kwa sababu Mtanzania anaweza akawa analalamika ufisadi lakini hajui kwamba ufisadi unatibiwa na katiba mpya.
kuna swala la mamlaka ya rais. Nani aliuliza swala la mamlaka ya rais? Ndio wewe hilo kwamba mamlaka ya rais na nini. Sasa ndio hayo sasa kwamba katiba ndio inatakiwa sasa ikaangalie, je, mamlaka ya rais tuliompa yamezidi kiwango, tuyapunguze, tuyaboreshe, checks and balance. Na katiba hata hilo kwa mabadiliko yao yalikuwa yaona, kuna wakati walikuwa wanajaribu walikuwa rais alikuwa hawezi kuondolewa, si ndio wakaja wakasema kwamba bunge linaweza likapiga kura ya kutokuwa imani na rais. Unaona, kwa hiyo haya mambo yote yanatakiwa yaende kuendelea kufanywa kazi na katiba. Kwa hiyo pamoja na kwamba swala la mamlaka ya rais lina agenda, na maana sisi tunasema utashi wa kisiasa lazima uwepo. Ukiona mtu hataki tubadilike tuwe na katiba mpya kwa sababu anaogopa mamlaka ya rais atabadilika, huyo si mzalendo. Atakuwa amejifikiria yeye au amemfikiria rafiki yake na ndugu yake ambaye anataka kuja kuwa rais. Hajafikiria nani? Wa Tanzania. Lakini kiongozi ambaye atafikiria kama Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kwa katiba hii ikitokea tumepata rais ambaye ni mdhalimu, nchi inaweza ikawaka moto. Sasa tuhitaji kuwa na katiba ambayo inaweza karuhusu mazingira kama hayo. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Sasa ndugu yangu Mheshimiwa Mkina kutoka Pambazuko, hilo jambo zuri, na nitaunganisha na huu sasa kwamba kwamba kwa nini kuna mwanisha alikuwa anaulizia na kutoka Mwanahalisi, maswali yanafanana, kwamba kumekuwepo na wanasiasa kwa nia zao binafsi wamekuwa wakipotosha dhana nzima ya katiba. Nataka niwaambie kwamba katiba kwa lugha nyepesi tu ndio maisha ya kila siku ya Mtanzania. Nadhani tukizungumza lugha hivi nyepesi tunaweza tukaelewana. Yaani maisha ya kila siku ya Mtanzania. Ukipita barabarani, zile barabara unazoziona, miundombinu ile ni katiba yako. Unatakiwa uione katiba yako. Ukienda kuhudumiwa hospitalini wapi, unatakiwa uione katiba yako. Ukienda kwenye shule wapi, huduma za shule na vitu vingine, unatakiwa uone katiba yako. Ukienda kwenye uchaguzi na nini, unatakiwa uone umuhimu na ubora wa katiba yako. Kila jambo lolote utalolifanya, wafanyakazi, wakulima, haki zao za wafanyakazi, wanatakiwa waone ubora wa katiba yao. Unapokwenda kwa mfano wakulima kule kuhusu mazao, haki zao na wafugaji, wanatakiwa waone ubora wa katiba yao. Hiyo ndio katiba. Katiba sio kuzungumza tu kwamba nani aingie awe rais na nani asiwe rais. Tunapotosha dhana nzima ya katiba. Katiba ni maisha ya Watanzania. Ndio maana katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezungumza mambo yote, imezungumza afya, elimu, imezungumza haki za makundi yote, imezungumza masuala ya uongozi, imezungumza namna ya kupata viongozi wetu, namna ya kuwajibisha viongozi wetu. Hiyo ndio katiba. Sasa mtu anaposema kwamba katiba haihusiani na kula yako, haihusiani na barabara yako, anakosea. Kwa sababu katiba kule imezungumza kwamba mwananchi anatakiwa hahusishwe kwenye kulinda rasilimali zake. Sasa ikitokea unapata kiongozi ambaye anamaliza rasilimali za nchi zote, katiba haijambana kwenye kulinda rasilimali za nchi wote, alafu baadaye wewe utalalamika kwamba rasilimali za nchi siwezi kula na mlo mmoja kwa sababu kodi yangu zinatumika vibaya, rushwa imekuwa kubwa. Kwa nini tunashindwa kuoanisha? Kwa nini tunashindwa kuoanisha ulinzi wa rasilimali za nchi, masuala ya kupambana na ufisadi, masuala ya kusimamia huduma za jamii na namna tunapopata viongozi wetu ambao inasimamiwa na katiba? Yaani itakuwa katiba yako ikusaidie upate kiongozi mzuri. Katiba yako ikusaidie uwe na uchaguzi mzuri ili upate kiongozi mzuri, kuanzia kiongozi wa mtaa, diwani ambaye anasimamia barabara zako pale mtaani, mpaka unakuja level ya rais ambaye atathamini rasilimali za nchi, atalinda rasilimali, atalinda ile kodi yako unayochanga kila siku. Kwa nini tunashindwa kuonyesha connection? Kwa nini tunashindwa kuonyesha kwamba katiba ndio itatuletea viongozi ambao watatuletea huduma nzuri za jamii? Ndio itatuletea viongozi ambao watasimamia huduma kilimo yetu nchi Tanzania, watasimamia masuala ya kilimo. Kwa sababu usipokuwa na mawaziri na viongozi na wabunge ambao wanaweza kuwaongoza wa Tanzania kwenye masuala ya kilimo, utamlaumu nani? Utalaumu uchaguzi. Ukilaumu uchaguzi utarudi tena nyuma. Kwa nini chaguzi zinatuletea viongozi wabovu? Utarudi tena nyuma. Ni mfumo wetu wa uchaguzi ambao ni mfumo wa kikatiba. Ndio. Kwa hiyo lazima tuonyeshe ile link kati ya maisha ya kawaida ya Mtanzania
na swala la katiba. Na mimi niwaombe viongozi kabisa wenye nia na nchi hii wasizungumze kwenye majukwani na kubeza swala la katiba mpya kwamba halina uhusiano na maisha ya Mtanzania. Vinginevyo tusingekuwa tunapoteza muda wa kutengeneza katiba mpya kama katiba haina uhusiano na maisha ya Mtanzania. Katiba ndio maisha ya kila siku. Haki yako ya kuishi iko kule kwenye katiba. Haki ya kuishi imelindwa kwenye katiba, haki ya kula, haki ya kuzungumza, mambo yako yote ya kila siku unayofanya yako kwenye katiba. Katiba ndio muongozo. Nchi yoyote ile yenye watu wengi kama sisi lazima tuongozane na katiba ndio muongozo wetu. Hata sisi watu wenye dini zetu, Waislamu, Wakristo, tunapokwenda kwenye madhehebu, kwenye misikiti na kanisani, tunaongozwa na vitabu vyetu vya msahafu. Ndio vinatuongoza. Makatazo yako kule kwenye vitabu vyetu vya dini. Usifanye hivi, usifanye hivi, hata katiba ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo tuchukulie Watanzania na wale viongozi ambao wana hiyo, na tunaomba kabisa hao viongozi wasitokee tena tunapokwenda kwenye mchakato huu wa katiba. Kwa kweli na Watanzania tuwe wakali na viongozi ambao watasimama kuanza kudogosha dhana nzima ya katiba mpya na kufanya Watanzania kuwaelekeza vibaya Watanzania kwamba wafikiri swala la katiba mpya ni swala la Chadema awe rais au ACT awe rais au CCM awe rais. Kiongozi ambaye atasimama kuonyesha kwamba swala la katiba mpya ndio hilo tu tunaloliangalia, nadhani atakuwa si mzalendo kwa taifa letu, kwa sababu rais wa nchi hii ambaye anatokana na katiba hii na uchaguzi ndio anakwenda kufanya mambo yote haya ambayo yanakuhusu wewe Mtanzania. Katiba ikiwa hovyo, kula yako itakuwa ya hovyo, barabara zako zitakuwa za hovyo, huduma zako za msingi zote zitakuwa za hovyo, uchaguzi wako utakuwa hovyo, utapata viongozi wa hovyo. Kwa lazima tulink hiyo mambo kuonesha kwamba hiyo ndio sababu kubwa ya lakini changamoto zote kama nilivyosema 40 wa changamoto za kijamii kuliko kila siku tukae tuzungumze agriculture tunaonewa, wafugaji tunaonewa, waandishi tunaonewa. Kwani kila siku tunakaa tutafute document moja ambayo itatoa majibu ya changamoto zetu za kijamii ambayo hiyo ndio katiba mpya, hakuna document nyingine. Nimesema hiyo ni 40 ambayo itatoa majibu yote ya changamoto za kijamii. Sasa kulikuwa kuna swali kwamba isipotokea, tulipendekeza kwamba ikiwezekana mwafaka uanze kabla ya uchaguzi. Sisi tumependekeza hivyo. Na tunadhani ni muhimu ikaanza kabla ya uchaguzi sababu itapunguza tension nyingi baada ya uchaguzi. Ikitokea kwamba haijafanyika hivyo, sisi bado mapendekezo yetu haya yanaendelea kufanya kazi hata baada ya uchaguzi. Yaani bado yataendelea kufanya kazi kwa sehemu kubwa hata baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tumesema tu hivyo kushauri. Kama utaona kuna umuhimu wa kufanya hivyo, sisi tumependekeza. Na tulianza kupendekeza wingi, tunakumbuka National Consensus, kamati ya maridhiano ya taifa, muda mrefu sana. Na bado tutaendelea kusema tu mpaka siku ya mwisho wa uchaguzi tunaendelea kusema. Kama itatokea kuna mtu ataona kwamba tuna hoja akafanya, alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Ikitokea haijafanyika basi bado nafasi ipo, tuendelee kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuwa na maridhiano ya kitaifa. Sasa ikitokea unapataje tume ambayo haina masuala ya kisiasa? Inawezekana. Na maana tumesema tuweke vigezo. Ukipata kamati ambayo ya kumalizia mchakato ambayo haina chembe za wanasiasa, ya kwanza tuweke hayo masharti. Kwamba wewe atakayeingia kwenye ile tume awe siwe na ndoto zozote za kisiasa za kwenda kushiriki uchaguzi au kuungana na vyama vyote vya kisiasa. Lakini la pili, tuchukue wataalamu. Tuchukue wataalamu ambao hawako kwenye vyama vya siasa. Tuchukue wataalamu ambao wana uzalendo na taifa, ambao wao wako tayari kulisaidia taifa lipate katiba itakayotuongoza kwa miaka 50, 100, 200 inayokuja bila kufanya marekebisho mengi. Uwezekano huo upo, na hii sasa itakwenda kuwekwa vizuri na hiyo sheria ambayo tunapendekeza kwamba ikaweke masharti mazuri ya namna gani tunapata hii tume ya wataalamu, hii kamati ya wataalamu, National Expert Committee of Expert, ambayo itatusaidia kuvuka kwenye mchakato huu wa katiba salama, tukiwa hatuna chembe za kuingiza maslahi binafsi katika mchakato wetu huu. Asante.